Leo nataka tutafakari kwa kina kidogo huu mstari katika kitabu cha Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 6. Nataka tutafakari kwa kina kidogo. Huenda umeusoma sana, huenda umeusikia sana, huenda umekuwa ukisikia watu wengine wakitoa namna na kile wanaelewa juu ya mstari huu, na mimi ninaomba ukanisikilize japo kwa muda mchache tu. Utapokea kitu kitakachokusaidia na kitakachowasaidia wengine. Kama ukikielewa, unaweza kukitumia kuwasaidia wengine. Nataka tu utafakari huu mstari kwa kina kidogo kwenye hiki kitabu cha Yohana sura ya 14 na mstari wa 6. Nao unasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu anasema yeye ndiye njia na yeye ndiye kweli na yeye ndiye uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba pasipo njia, pasipo kupitia kwa Yesu. Kwa nini Yesu anaeleza mambo haya? Kwa nini Yesu anaeleza mambo haya? Habari ya njia, habari ya kweli, habari ya uzima. Kwa nini anaeleza mambo haya? Nafikiri utanielewa zaidi tukienda kusoma ule mstari wa Warumi sura ya 6 na ule mstari wa 23. Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Utanielewa nitakapoanza kukueleza. Neno la Mungu linasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Mshahara wa dhambi, mimi nataka hapo, mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa kwa nini Yesu atuambie yeye ndiye njia na kweli na uzima, na wala mtu hawezi kwenda kwa Baba bila kupitia Yesu Kristo? Mtu hawezi kwenda kwa Baba bila kupitia Yesu Kristo, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Mahali pengine tunaelezwa kwamba sisi wote tumetenda dhambi. Sisi wote tumetenda dhambi, na asemee kwamba hana dhambi anajidanganya. Sasa ni kwa namna gani? Na mtu mwenye dhambi hawezi kuurithi uzima wa milele. Sasa ni kwa namna gani unaweza ukasafishika dhambi zako, ukasamehewa dhambi zako? Ni kwa namna gani? Na mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa kama mshahara wa dhambi ni mauti, ili mimi na wewe tusamehewe dhambi, inahitajika mauti ya mtu. Anahitajika mtu afe kwa ajili yetu sisi, ili tusamehewe dhambi, ili dhambi zetu zifutwe na ziondolewe kwenye kumbukumbu mbele za Mungu, tuonekane sisi tunafaa na kustahili, tuitwe wana wa Mungu na watakatifu. Lazima atokee mtu wa kufa ili sisi tuweze kuwa huru. Lazima mtu afe kwa ajili yetu, na wala sio wewe ufe, maana wewe ukifa umekufa tayari na dhambi, hakuna namna tena ya kusameka. Sio wewe ufe, anatakiwa afe mtu mwingine kwa ajili yako, na huyu anayetakiwa kufa anatakiwa afe bila dhambi, ili atakapokufa bila dhambi aweze kukuokoa wewe. Na aliyestahili kufanya hivi alikuwa mmoja tu, ni mmoja tu. Ndio maana Yesu anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Yeye peke yake ndiye aliishi duniani bila kuwa na dhambi, mpaka anakufa hana dhambi, na akaondoka bila kuwa na dhambi. Kwa hiyo alistahili 100% kufa kwa ajili yetu, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kulikuwa hakuna namna yoyote ile ambayo angeweza kutukomboa bila yeye kufa.
Ilikuwa hakuna njia nyingine yote ile, bila yeye kufa kulikuwa hakuna namna. Unaweza kusema ningemtoa mwanangu angeweza kufa kwa ajili ya dhambi zangu, basi mimi hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Yesu Kristo peke yake ndiye aliyekuwa anastahili, kwa sababu yeye peke yake ndiye aliyeweza kuishi bila kuwa na dhambi. Kwa hiyo yeye ni njia na ni kweli na ni uzima, kwa sababu yeye hakutokana na asili ya mwanadamu. Sisi tumetokana na asili ya Adamu tu wa dhambi. Yesu angezaliwa na baba ambaye ni mwanadamu na mama ambaye ni mwanadamu, asingeweza kutukomboa. Ndiyo maana mimba yake ilitungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ili asili yake isiwe ya duniani, iwe asili ya mbinguni, ili atakapozaliwa azaliwe bila dhambi. Atakapozaliwa azaliwe bila dhambi, awe anafaa na anastahili kuweza kutukomboa. Lakini mimi na wewe ambaye tumezaliwa na baba na mama ambao ni wanadamu, kwa asili tuna dhambi. Kwa asili tuna dhambi. Kwa hiyo hakuna namna yote ile tunaweza kumtoa mtu yoyote awe fidia ya dhambi zetu, kwa sababu ana dhambi. Lakini Yesu, yeye ni njia na kweli na uzima. Kwa nini anamalizia na uzima? Kwa sababu yeye ndiye ukimwamini anakupa uzima. Kwa hiyo usiishie tu kusoma huu mstari kwa juu juu, unatakiwa uende kwa kina zaidi, uende ndani zaidi. Kwa nini anasema yeye ndiye njia, kweli na uzima, na bila yeye hatuwezi kurithi uzima milele? Kwa sababu hakuna mwingine yote yule ambaye aliishi duniani bila dhambi akaweza kufa eti atuokoe. Hakuna. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Manake kama hujamwamini Yesu Kristo, wewe ni wa motoni moja kwa moja, wewe unaenda jehanamu kama usipomwamini Yesu Kristo. Hakuna namna utasamehewa dhambi hata ungefanya nini kama hujamwamini Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu ndipo unapata ondoleo la dhambi. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana 10 mstari wa 9. Yohana 10 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwangu mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwangu mimi ataokoka. Unaingiaje kwa Yesu? Unaingia kwa Yesu kwa kumwamini yeye kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mstari wa 7 anasema, hiyo 10 mstari wa 7 anasema, basi Yesu aliwaambia tena, amini amini nawaambia, mimi ndimi mlango wa kondoo. Kwa nini yeye anasema yeye ndiye mlango? Kwa sababu yeye ndiye aliyestahili kufuta dhambi za wanadamu, kwa sababu hakuwa na dhambi. Kwa hiyo na mshahara wa dhambi ni mauti, tulistahili tufe, lakini Yesu amekuja akafa kwa ajili yetu ili sisi tusamehewe dhambi. Ndio maana anasema yeye ndiye njia, kweli na uzima, bila yeye hatuwezi kwenda kwa Baba. Mstari wa 10 anamalizia, mstari wa 11, hiyo 10:11, Yohana 10:11 inamalizia kusema, mimi ndimi mchungaji mwema, mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Yesu ndiye mchungaji mwema, naye ndiye aliyetoa uhai wake kwa ajili yetu sisi. Kwa Yesu alikufa kwa ajili yetu ili sisi tuweze kurithi uzima milele, ili sisi tuweze kufika kwa Baba. Yesu alikubali kulipa lile deni la ule mshahara ambao ni dhambi iliyokuwa juu yetu. Kwa hiyo ukimwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anafuta na kuondoa dhambi zako, na wewe unakuwa mwana wa Mungu unayestahili kurithi uzima wa milele, unayestahili kwenda kwa Baba mbinguni. Wewe unayemhitaji Yesu Kristo, naomba nifuatishe maombi haya. Nataka tuombe pamoja. Nifuatishe sala hii ya toba, wewe unayetaka kutubu dhambi zako. Nifuatishe maombi haya. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaomba Yesu unisamehe, unirehemu dhambi zangu zote. Yesu, kuanzia leo ninakukubali kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniponya. Amen, amen. Ubarikiwe sana rafiki yangu. Mungu wa mbinguni akutunze. Mungu wa mbinguni akulinde.
endelea mbele, usirudi nyuma. Yesu Kristo anarudi bado kitambo kidogo. Nitakueleza mambo matatu ya kuzingatia ili uweze kuendelea mbele. Jambo la kwanza, hakikisha unaenda kanisani. Jambo la pili, hakikisha unasoma neno la Mungu kila siku. Jambo la tatu, hakikisha unamwomba Mungu kila wakati. Ukiweza kuzingatia mambo matatu, utaweza kuishi maisha matakatifu, na Yesu Kristo akirudi tutaweza kuurithi uzima wa milele pamoja. Ubarikiwe sana na Mungu. Amen.